Ndugu wananchi ambao tumekutana na kwa majina naitwa Oswald Kalisi Laswai, ni mhifadhi wa TFS wa wilaya ya Mpanda. Tuko kwenye zoezi la ugawaji wa miche katika kijiji cha Kakese. Ni katika hamasa ambazo tunaendelea nazo juu ya kuhamasisha masuala mazima ya uhifadhi wa mazingira na upandaji wa miti. TFS wilaya ya Mpanda tuna kitalu ambacho kiko halmashauri ya Nsimbo katika kijiji cha Mtapenda, ambacho tumezalisha miche jumla ya miche 500 na inagawiwa kwa wananchi bure. Katika miche hiyo 500 mpaka sasa tumeshagawa miche takribani tunaelekea 300, na kwa jitihada za Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Jamila Yusuf bado leo tunaweza tukafanikiwa kuleta miche jumla ya shilingi ya miche 100 ambayo itasambazwa na kugawanywa kwa wananchi katika kata hii ya Kakese. Kama mnavyokumbuka, eneo hili limekumbwa na majanga mbalimbali kutokana na kutokuwa na miche ya kutosha. Kumekuwa kukitokea upepo mkali na kuezua mapaa ya nyumba. Hali hii inachangiwa sana na kutokana na kutokuwa na miti ya kutosha katika maeneo haya. Kwa hiyo hii ni moja ya hamasa ambayo tunaifanya kwa kushirikiana na halmashauri zote pamoja na tukiongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Jamila Yusuf, ambayo miche hii wananchi watakabidhiwa na bure na kwenda kujipanda katika maeneo yao kwa lengo la kuboresha mazingira katika eneo hili. Sisi kama viongozi tuna wajibu wa kushughulikia matatizo na kuyaondoa. Kwa hiyo niliahidi kwamba nitakuja Kakese na nitaleta miti isiyopungua 100,000 ili hiyo miti muweze kuipanda wananchi wa kata ya Kakese. Na leo hatimaye ndo siku yenyewe tumeweza kuja. Kwa hiyo hapa ndugu zangu tutagawa miti. Niwaombe hii miti ambayo kila mmoja ataipata akaipande na aitunze. Naamini mnajua ule utaratibu wetu angalau wa kulinda mti tunapopanda mti. Huku najua nyenye ni wafugaji. Kwa hiyo ili kuilinda hii miti mkaitengenezee utaratibu wa kuhakikisha mifugo haiharibu hii miti ambayo mnaenda kuipanda kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo muitunze hii miti ili iweze kuja kutusitiri na majanga. Naamini mtakuwa mmeona hata pale shuleni. Shule yenu pale kusingekuwa na ile miti iliyoambamba na shule. Ile shule yote ingezolewa na upepo. Kwa hiyo miti ni ya muhimu sana, niwaombe sana. Tupande miti lakini tuitunze. Kwenye hii miti kuna miti ya kawaida, kuna miti ya kupanda kwa ajili ya kuja kuuza, lakini kuna miti ya matunda. Tuna changamoto ya udumavu, ndugu zangu, changamoto ya kuwa na lishe duni. Kwa hiyo miti hii tuipande, tuitunze ili tuweze kupambana na hiyo changamoto ya kuwa na lishe duni. Sasa kwa sababu leo nimekuja kwa ajili ya shughuli hii mahususi ya kupanda miti, nimalizie tu kwa kutoa rai kwenu 2. La kwanza, wengi mna visima vya maji, si ndio? Ndio. Na visima vyenu vimefunikwa, havijafunikwa? Semeni ukweli sasa hapo, kwa sababu mimi nimetembea kwenye maafa. Hazijafunikwa kuna baadhi. Wengine wamefunika, wengine hawajafunika. Ndugu zangu, mkafunike visima vyenu. Kwa sababu visima hivi vinavyokuwa wazi vinasababisha maafa. Tumeshapoteza watoto kadhaa kwa kudumbukia kwenye visima. Kwa mkafunike hivyo visima vyenu vya maji ambavyo mnavitumia. Lakini kila baada ya muda muwe mnakumbuka pia Mapinduzi kata ya Kakese. Awali ya yote nipende kumshukuru Mkuu wa Wilaya ya Mpanda Jamila Ali kwa upendo anaonyesha kwenye kata yetu ya Kakese. Hapa siku 2-3 zilizopita tulipata jango la kuezuliwa nyumba, lakini alikuja kufariji, lakini baada ya kuja aliona hali ya uoto wa asili kwenye kata yetu ya Kakese si nzuri. Ameamua kutuletea miti ili tuweze kupanda kuendeleza uoto wa asili. Na hii yote anaendeleza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kitaifa, lakini kwenye kata yetu ya Kakese. Nipende kumpongeza kwa mambo yote anayofanya kwa wilaya yetu
amekuwa ni mama anayejituma, ni mama anayejitoa, ni mama anayefanya kazi za wananchi muda wote, usiku na mchana. Nipende kumpongeza kwa hilo. Labda zawadi ya miti ina tija gani kwa wananchi? Zawadi hii ya miti ina tija kubwa sana kwa wananchi. Maana moja, itaendeleza kuboresha mazingira ya kata yetu ya Kakese, kutakuwa na uoto wa asili wa kujitosheleza, lakini pili italeta uchumi kwa wananchi wa Kakese, maana kuna miti ya matunda, kuna miti ambao ikifikia muda wa kuchuma matunda wananchi watapeleka matunda, lakini wengine watafaika kwa kuuza mbao. Asante.